aliwahi kufanya kazi yake kwa ubora asipate heshima anayostahili. Nimejifunza jambo hili kwa bwana mdogo mmoja Mwebrania ambaye alijikuta ameuzwa kama houseboy kutoka nyumbani kwao mpaka nchi ya ugeni. Huyu mtu anaitwa Yusufu. Akauzwa akaenda kuanza kufanya kazi kwa bwana mmoja anaitwa Potifa ambaye alikuwa ni mwanajeshi katika nchi ya Misri. Na maandiko yanasema alipofika pale akakabidhiwa kazi zake na majukumu yake. Alipoanza kufanya zile kazi, mambo yakabadilika. Kukawa na ubora wa hali ya juu katika kila kazi aliyoishika. Maana alipoosha vyombo vilitakata vizuri zaidi. Alipopika msosi ukawa mtamu pengine kuliko hata mama mwenye nyumba. Aliposafisha sakafu ikang'aa. Potifa alipoona hivyo akamkabidhi kila kitu mle ndani isipokuwa mke wake. Bwana mdogo akafanya kazi ikawa bora zaidi mpaka mazingira pale nyumbani yakabadilika. Na baada ya yeye kuwa na ubora katika kazi yake, mama mwenye nyumba mpaka akatamani kumgeuza kuwa mume wake, akataka kulala naye kwa sababu alikuwa yuko very excellent katika kazi zake. Akajikuta bwana mdogo anatupwa gerezani kwa hila kwa sababu ya hicho kisa kwamba alitaka kumbaka mama mwenye nyumba. Alipofika gerezani, mambo yakawa hivyo hivyo. Akawa kijana mmoja ambaye makini sana katika kazi zake. Akawa ni mfungwa mmoja exceptional katikati ya wafungwa. Akajitokeza kuwa wa tofauti. Akawa mfungwa wa tofauti. Kuthibitisha hilo, walinzi wa gereza wakapanga wakasema hapana, acha mnyampala this time around awe ni Yusufu. Yusufu akapewa jukumu la kuweza kusimamia gereza na wafungwa wenzie. Akaifanya ile kazi kwa kiwango cha hali ya juu. Quality of work ikawa kubwa mno kiasi ambacho wafungwa waliokuwa watukutu wakaacha utukutu. Inawezekana kuna wengine walikuwa ni wakorofi, wakaacha ukorofi. Labda wengine walikuwa wanakula nyama za watu, wakaacha kula nyama za watu. Kila aliyekuwa kwenye lile gereza akageuka kama malaika. Akaacha kazi na uhalifu ambao alikuwa anaufanya mpaka gereza likawa shwari. Hayamkini wakaitana wakaulizana, gereza hili vipi siku hizi? Yuko kijana mmoja Mwebrania ambaye amewekwa kwenye hilo gereza, anafanya kazi ya usimamizi. Sasa wewe ndugu yangu ni mfanyakazi mahali fulani. Pengine hiyo ofisi mko wengi, lakini huoneshi utofauti wowote. Labda wewe pia ni mfanyakazi majumbani, ni msichana wa kazi au mdada wa kazi, mkaka wa kazi, vyovyote vile, au umepewa duka la mtu uuze, lakini hakuna utofauti unaouleta kwenye ile ofisi. Sasa unataka kuthaminiwa, unataka watu wakuheshimu, unataka uwe ni mtu ambaye umeheshimiwa, ni celebrity, lakini hakuna kitu unaleta cha tofauti katika eneo la kazi. Ni mfanyakazi lakini unafanana na watu wengine. Ni muuza duka lakini hakuna kitu unaongeza. Kazi tu kusubiri, baada ya mwaka mmoja unakuja unamwambia mwenye duka, naomba uniongezee mshahara, maisha yamekuwa magumu, nauli imeongezeka. Ulipoingia dukani walikuwa wanauza shilingi 200,000 kwa siku. Umekaa mwaka mzima bado unauza 200,000 kwa siku. Sasa unapokuwa unataka ongezewe mshahara, huyo bosi wako huo mshahara anatoa wapi? Unapewa ofisi, kipato cha ofisi kwa mwaka wanaingiza milioni 20 kwa mwaka. Wewe unaingia kwenye ofisi baada ya miaka 2 umefanya kazi pale, bado wanaingiza milioni 20 kwa mwaka. Alafu namwendea bosi anamwambia anaongezewe mshahara. Anatoa wapi? Unakuja na sababu zako, maisha yamekuwa magumu, inflation, mambo ya hovyo. Kama maisha yamekuwa magumu, tuoneshe impact, tuoneshe mchango wako katika ongezeko la ile ofisi. Mwambie bosi, mimi wakati naingia ofisini hapa ulikuwa kipato cha mwaka ni milioni 20, sasa nimekaa miaka 2 tunaingiza milioni 50 kwa mwaka, mimi niongezee mshahara. Inakuwa ni sababu ambayo inaeleweka. Lakini haya mambo ambayo tunayapeleka kutaka kuongezewa pay wakati uthamani wetu katika kazi hauonekani, tunakuwa kama tunajisumbua. Tujifunze kwa Yusufu. Hakuna mtu aliwahi kufanya kazi kwa ubora akakosa thamani na asithaminiwe. Ukiichukua hii ukatembea nayo itakusaidia. Amina.